Naam bwana, tunafahamu katika football, katika soka, miongoni mwa vitu ambavyo vinaongeza mvuto kabisa ni ushindani wa timu mbili ambazo zinakuwa mahasimu au zinakuwa timu mbili wapinzani kweli kweli. Na miongoni mwa mataifa ambayo yana timu mbili ambazo zina ushindani mkubwa na zinafanana kimisuli ya kifedha, kimisuli ya ubora, basi ligi hiyo inakuwa na ushindani kweli kweli. Kwa mfano ligi ya Tanzania, huu ni mfano wake tu. Tuna timu mbili ambazo ndio kama zimegawa mioyo ya Watanzania, ndio kama timu vioo katika soka la Tanzania, na kimsingi ndio timu zenye wafuasi wengi zaidi nyuma yao. Sasa hii ni Tanzania, lakini kuna mataifa mengine mbalimbali yana mfano wa hizo timu, lakini yapo mataifa makubwa tu yamepiga hatua lakini hawana mfano wa hizo timu. Sasa basi kutokana na jambo hilo inapelekea ule ushindani kuingizwa hadi katika anga ya kimataifa, kwa maana ya mpinzani anapokuja kucheza na mpinzani mwingine, basi anapewa support, anapewa msaada. Lakini hii kesi zaidi ipo kule nchini Misri mpaka kesho kwenye hizi hatua za mtoano. Klabu ikienda Cairo kucheza na Zamalek, basi watarajie kupata msaada mkubwa kwelikweli kutoka kwa timu ya Al Ahly. Sasa Al Ahly inawezekana ikawa viongozi wa klabu kuwaandalia mazingira na kuwapa namna ya kupita, inawezekana ikawa mashabiki tu, inawezekana ikawa maofisa mbalimbali, lakini watatoa 100%, yani watakupa sapoti ya kutosha ili timu iweze kushinda, kwa sababu wale ni mahasimu kweli kweli. Ni timu mbili ambazo hazipikiki katika chungu kimoja kwa sababu ya ushindani wao ambao wako nao. Sasa hili ni jambo la kawaida. Leo hii timu moja ikienda kucheza Misri, kukuta mashabiki wa Al Ahly wanamshangilia mpinzani ambaye anacheza na Zamalek, au mashabiki wa Zamalek wanamshangilia mpinzani anapocheza na Al Ahly, ni jambo la kawaida. Hili jambo pia lilikuwepo hapa nyumbani, kwa maana ya Tanzania. Lilikuwepo kwenye miaka kadhaa huku nyuma, kipindi ambacho timu hizi hazikuwa na msuli mkubwa katika michuano ya kimataifa. Baadaye Simba wakaanza kujipata na kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Mpaka leo tunapozungumza, hizi timu mbili kwa maana ya Simba na Yanga zina mzani unaofanana katika anga la kimataifa. Msimu huu Simba amepiga hatua, yupo mpaka hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho. Young Africans aliishia hatua ya makundi. Ukirudi msimu mmoja nyuma, wote waliishia katika hatua ya robo finali. Msimu mwingine wa nyuma zaidi ya hapo, Simba aliishia hatua ya robo finali, Young Africans waliishia katika finali ya kombe la shirikisho Afrika. Simba ilikuwa ligi ya mabingwa, walitolewa na Wydad. Young Africans walicheza mpaka finali, wakafungwa na USM Alger. Sasa basi naongea haya baada ya kuona kile ambacho wamekifanya Al Masry. Al Masry baada ya kutua Tanzania wakawa kama wameingiwa na ubaridi hivi, kwa kujua kwamba huu mchezo ni muhimu sana na ni mgumu kweli kweli katika uwanja wa Mkapa. Kumbukwe wao mara ya mwisho kucheza na Simba ilikuwa mwaka 2018, kabla ya msimu huu kukutana 2018, na walipokutana ilikuwa mechi nzuri, lakini Al Masry walitoa sare ya 2-2. Hata hivyo ilikuwa sio Simba hii ambayo tunaifahamu sasa, ni Simba ambayo ilikuwa haijajipata bado, kwa sababu baada ya pale msimu uliofuata ndo walianza kufika hatua za robo finali, group stage mpaka robo finali. Kwa hiyo Al Masry kuingia Tanzania, walipoingia Tanzania wakachapisha katika kurasa zao za mitandao yao ya kijamii kwamba wanayo furaha kukutana tena na mashabiki wa Young Africans. Hii sio kwa bahati mbaya. Wameandika hivi wakiwa wanajua kabisa kwamba Young Africans ndio mpinzani mkubwa wa Simba Sports. Kwa hiyo wanatarajia kupata sapoti ya mashabiki wao kama walivyoipata mwaka 2018 Aprili 7 walivyokutana katika uwanja ule wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo Al Masry kwa lugha nyingine wanaomba support kutoka kwa Young Africans ili waweze
kumtoa Simba Sports Club. Lakini ukifuatilia kwa jicho la pili kabla ya jicho la tatu, yani macho yako tu mawili, utaona sasa hivi mazingira yamebadilika kabisa, mambo yamekuwa tofauti kabisa. Ule mpango wa miaka ya nyuma wa kuanzia airport, timu A inakwenda kupokea wageni wa mpinzani wake kwa ajili ya michuano ya kimataifa ili waje kufanya vizuri na kumfunga mtani hapa. Sasa hivi hakuna kabisa, niseme hivyo, kwa sababu hizo stories sasa hivi hatuzioni. Timu zinafika airport, wanaowapokea pale airport ni waandishi wa habari. Tofauti na hapo, wamekuwa hawapati sapoti kutoka kwa mashabiki ya kwenda kuwapokea na kuwaonesha mazingira rafiki ili waweze kumfunga mpinzani wao. Lakini Masri au Al Masry hawajaandika vile kwa kukosea. Wanajua mazingira ya kwao Misri, kwamba timu inayokwenda kucheza na Zamalek pale Misri, Al Ahly, wataipa sapoti hiyo timu, sapoti ya kutosha, pengine hata hoteli nzuri ya kwenda kukaa, mazingira mazuri ya training ili waweze kumtoa mpinzani wao. Al Ahly akiwa anacheza Al-kadhalika, Zamalek watafanya hivyo hivyo. Mimi nina swahiba wangu yupo kule Egypt, anaitwa Ayman Atif. Yeye anakupa picha kabisa, na yeye ni shabiki wa Zamalek kweli kweli, na kuna kipindi alikuwa ananiambia kwamba kuna organization kabisa za coordination. Yani kwa mfano timu ya Tanzania inataka kwenda kucheza Misri na Al Ahly au na Zamalek. Kwa yeye ni shabiki wa Zamalek, anasema timu ikwenda kucheza na Al Ahly, wao Zamalek wana organization zao za kuwasapoti hii timu ambayo inakuja, kwa maana ya timu ngeni, kuwapa material support, kuwapa mazingira support, kwa maana environmental support, ili waweze kumfunga Al Ahly. Na hiyo wao ndo furaha yao, kwa sababu hizi timu zina uhasama na ni timu ambazo zinagombania na ufalme. Ikumbuko Al Ahly wanajita timu bora ya muda wote kwenye karne zote mbili, kwa maana karne 21 na karne hii. Lakini Zamalek wanawaambia hapana, labda katika karne hii, lakini karne 21 wao ndo walikuwa bora wa muda wote. Kwa hiyo kumekuwa na hayo mambo ya kuvutana kwa miamba hiyo miwili. Sasa basi, kwa sababu haya mazingira Al Masry wamezoea kuyaona kwao, wanadhani na hata Tanzania yanaendelea mpaka wakati huu. Mambo yamebadilika. Tanzania kwa sasa, hata uwanjani kukuta shabiki wa Young Africans au mashabiki wa Young Africans wapo kwa namba kubwa na wanashangilia kwa nguvu mpinzani wao, imepungua kwa kiwango kikubwa kweli kweli, tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Al-kadhalika Yanga akiwa anacheza mchezo wa kimataifa, kukuta mashabiki wa Simba wanaenda airport kupokea Young Africans, wanaingia uwanjani kwenda kushangilia kwa nguvu, imepungua kwa kiwango kikubwa kweli kweli. Kwa hiyo sasa hivi kila timu inapambana na hali yake, kila timu inacheza mechi zake, kwa sababu kila mmoja ana economic muscles ya kutosha, msuli wa kifedha. Kila timu ina squad bora na inaweza kuwa na standard ya kucheza katika hatua za mbali za michuano ya CAF. Kwa hiyo mazingira kwa sasa yamebadilika. Kwa hiyo kwangu mimi andiko la Al Masry nalitafsiri kwa maana ya kutafuta huruma. Wanatafuta huruma ya mashabiki wa Young Africans ili wawape sapoti kwa ajili ya mchezo wao, na wanafahamu kwamba jezi ambazo wao wanazivaa ndio jezi ambazo pia wanavaa Young Africans, kwa maana ya jezi za kijani. Kama watavaa jezi za kijani hapa, ndizo ambazo Young Africans wanavaa pia. Kwa hiyo wanatengeneza ule udugu na Young Africans. That's why wameposti baadhi ya mashabiki ambao walikuwepo katika mchezo ule wa 2018 Aprili 7 uwanja wa Mkapa, na kuambia kwamba wanayo furaha kukutana nao tena. Kwa hiyo ni kama undugu unatengenezwa, kama huruma inatafutwa kwa ajili ya kupata nguvu ya support kutoka kwa mashabiki wa Young Africans ili waweze kumshinda Simba Sports Club. Tanzania haiko hivyo kwa wakati huu. Tanzania ni ya kizalendo, Tanzania imebadilika. Moja ya sababu ambayo inapelekea ili jambo kupotea au kupungua kwa kiwango kikubwa ni ubora wa timu yenyewe. Leo hii shabiki wa Young Africans anafahamu nguvu ya Simba anapokuwa Benjamin Mkapa kwa miaka hii tangu ameanza kufanya revolution ya uwekezaji.
nguvu ya Simba kupata ushindi ni kubwa sana. Kwa hiyo mashabiki wenyewe kwenda kuingia uwanjani kwenda kumsapoti mpinzani wakiwa wanafahamu kwamba uwezekano wa kushinda kwa Simba ni mkubwa, kidogo inakuwa changamoto. Alkadhalika ni vice versa, mashabiki wa Simba kwenda kumpa support mpinzani ambaye anacheza na Young Africans, unaona kama tu utaumbuka. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa sasa kimechotoka. Tumepiga hatua kubwa katika kandanda yetu, tumewekeza vya kutosha katika klabu zetu na mambo yanakwenda vizuri so far.